Wanawake wanajua sana kupenda, ndugu zangu, lakini sisi wanamume ndio sababu ya wake zetu kupunguza mapenzi kwetu. Kuna baadhi ya wanaume Mwenyezi Mungu amewajalia kuwa na wake wawili, kaongeza mke wa pili. Wengine huchukua nafasi hii ya Mwenyezi Mungu kuruhusu watu waoe wake wawili mpaka wanne, huchukua nafasi hii kuonyesha ubaunsa wao kwamba yeye ni mtemi sana, kwa lolote humwezi, kama utaki timka. Waislamu sio Uislamu huo. Uislamu haufundishi hivyo kwa mtu ambaye ameamua kuongeza mke mwingine. Na ndio maana leo hali hii imepelekea baadhi ya wanawake wengi kuchukia matala wanayaona kwa wenzao, wanayoyapata wenzao, wao wanashuhudia. Hawawezi kutamani kama jana waliona jamaa aliyeoa mke wa pili alimchukua mkewe kuja naye hapa kumtukana mke wa kwanza. Hawezi kutamani mwanamke huyu ndoa ya pili, wakati aliwahi kushuhudia kwa jirani yake mwanamke mme wake akimfokea na kumwambia, niomba kama imekushinda ondoka zako bwana, kwanza mwenzio mzuri kuliko wewe. Shekhe wangu, Mwenyezi Mungu aliporuhusu watu tuoe wanawake zaidi ya mmoja, itazame aya yenyewe inavyosema, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Mwenyezi Mungu ameturuhusu wewe kuanzia wanawake wawili, watatu, wanne. Mkishindwa kufanya uadilifu, basi wewe ni mmoja. Mungu mwenyewe anajua kama uadilifu ni amri. Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsani, si ndio hivyo? Uadilifu ni amri ya Mungu, lakini pia Mungu alikuwa anajua kwenye mambo ya ndoa kuna watu sio waadilifu, hawatoweza kuliendea hili.